Habari yako mtazamaji wa Leaders TV. Leo hii tupo shehia ya Mpendae katika kukuhabarisha, lakini pia kukuletea habari mbalimbali. Tupo katika jimbo la Mpendae ambapo mbunge na mwakilishi wake katika jimbo hili wametoa sadaka kwa wananchi kwa ajili ya sikukuu ya Eid al-Adha. Mgeni rasmi katika shughuli hii katibu wa kamati maalum ya NEC Zanzibar, idara itikadi ya mafunzo CCM Zanzibar, ndugu Hamisi Mbetu Hamis, anayo haya ya kuongea kuhusiana na shughuli hii katika jimbo la Mpendae. Kazi hiyo kwenye chama sisi tuna vigezo vyetu vya kupima. Tunaangalia utekelezaji wa ilani. Hayo yako kwenye mafaili, lakini kwa kweli wamejitahidi, tumeridhika. Kama swala lako jimbo la Mpendae wanafanya vizuri, lakini maamuzi wanao wananchi. Ikifika siku ya wananchi kuamua taamua, na mimi sina shaka. Na mimi siku zote naambia viongozi, utakachokipanda ndicho utakachokwenda kukivuna. Sio rais mwananchi ambaye unomjali akakuacha. Watakuja watu watapita, lakini kama kweli unawajali wananchi watakuunga mkono. La kama unafanya maigizo, wananchi watakukataa. Mimi niwashajiishe viongozi mbalimbali waendelee kuwa karibu na wananchi wao bila kubagua chama, rangi, dini wala kabila. Na leo tumeona hapa rika zote, walemavu, wajane, wazee, wagonjwa, watu wenye vyama mbalimbali wamefaidika na sadaka hii ya sikukuu ambao kesho wanaamka vizuri. Katika kuhakikisha Waislamu wanapata haki iliyo bora, lakini pia katika kusherehekea sikukuu ya Eid al-Adha. Hivi ndivyo hali inavyoendelea katika shehia ya Mpendae, ambapo leo hii mbunge lakini pia na mwakilishi wa shehia hii wameungana kwa pamoja katika kuwasilisha wa msaada kwa wananchi wake. Na leo hili tuko katika shughuli za kutoa sadaka, ambalo shughuli hii imeanzishwa na marehemu aliyekuwa mbunge wetu ambaye mzazi wangu marehemu Salim Turki, ambaye kwa miaka yote alikuwa mbunge alikuwa anatoa sadaka kila sikukuu. Lile swala sisi viongozi tumelirithi, tunahakikisha kila sikukuu tunaona wajane, mayatima, watu wenye mahitaji maalumu, na kuhakikisha na wanazuoni wetu kuhakikisha na wao wanajumuika katika sikukuu hii bila kujali itikadi. Hapa wako watu wa ICT, wako wa Kristo, wako Waislamu. Na tunapofika siku ya Krismasi tunachinja mbuzi na tunaenda kuimba misa. Hii ndio Mpendae. Tunahakikisha sote tunakuwa moja kwa mshikamano, mapenzi, bila kujali rangi, itikadi, dini. Tunataka wanampendae tuwe na jambo moja tu linatuhusisha, kwani li jimbo ni la Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi, na tunasema mitano tena kwake, kwani ni mgombea wetu tayari, na ili jimbo lazima liwe kinara. Na sisi kwa majemedari wake tunahakikisha jimbo letu linakuwa jimbo la kuigwa mfano, sio Zanzibar wala sio Tanzania, bali barani Afrika naweza kusubutu jimbo linaongoza ni Mpendae. Hii imekuwa ni kawaida kwetu sisi kama viongozi wa wananchi. Kwa siku za matukio kama hivi, sikukuu, basi huwa tuna kawaida ya kuwaona wananchi wetu, kukaa nao, kusalimiana nao, lakini kubwa zaidi kugawana kile kidogo ambacho Mungu anatujalia. Sisi ni viongozi wao, tunatoa kwao ili tuwe na faraja ya sikukuu kwa pamoja. Kwa hiyo mnaoona huu ni utamaduni wa kawaida. Kwa leo mmeshuhudia umati wa wananchi wa Mpendae. Hapa hatukualika chama, hatukualika viongozi wa chama, tumewaalika wananchi, tukijua makundi yote yamo ndani ya wananchi. Kwa nashukuru tumeweza kufanya kile ambacho tumekikusudia. Mwenyezi Mungu ametupa nguvu, basi na wananchi wametuitikia. Utaratibu unakuwa unabadilika time to time. Kwa mara hii tumefanya utaratibu wa aina yake. Tumepeleka sadaka hizi kwenye mikono ya masheha, manaibu masheha, mabalozi, kwa sababu kule ndo kunako wananchi. Kwa hiyo wao sasa watakuwa wanaratibu kila mmoja na eneo lake na watu wake. Kipindi cha Ramadhani huwa tunawapelekea sadaka majumbani, wanaenda kugawa, lakini hiki tumesema tuwaite ili na sisi tupate nafasi ya kuonana na wananchi wetu. Lakini hapa katika eneo hili kila mmoja ataweka wananchi wake pembeni, atawagaia sadaka. Sisi tunachohakikisha ni kwamba kila mwananchi ambaye ameingia katika eneo hili anapata sadaka yake sawa na mwingine yoyote. Kwa hiyo kama viongozi tutahakikisha, na tumejipanga vizuri kuona kwamba hakutakuwa na mwananchi ambaye atakosa. Changamoto tulionayo sasa hivi, magharibi imeingia, lakini pia tumewapa mechanism za ziada za kuhakikisha wanafanya kwa uharaka na kila mtu apate arudi nyumbani kwa ajili ya maandalizi ya sikukuu. Siri ni hofu ya Mungu.
Sisi Mpendae tuna hofu ya Mungu na tumehimizwa kupendana, kushirikiana. Hiyo ndo dini yetu ilivyo. Kwa sisi toka tumechaguliwa, tuna umri sasa wa miaka 5, tuliapa kuwahudumia wananchi. Kwa hiyo tunaunganisha nguvu, si mwakilishi na mbunge, lakini mpaka madiwani. Sisi tunafanya kazi pamoja, tunaratibu mambo kwa pamoja na tunatoa huduma kwa wananchi kwa pamoja. Hii maana yake nini? Moja, inaturahisishia sisi katika utoaji wa huduma. Lakini mbili, hatuwaingizi katika matatizo wananchi wetu. Kwamba leo watu wakasema sisi watu wa mbunge, sisi watu wa mwakilishi, wananchi wenyewe ndo wale wale, jimbo ndo lile lile. Kwa hiyo inatupa urahisi wa kutoa huduma, lakini haya ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu kwamba tunatakiwa kama binadamu tukae pamoja, tupendane, tusaidiane. Kwa hiyo sisi tunafata maamrisho zaidi ya Mungu alivyotuamrisha kama wanadamu. Naye mbunge wa jimbo la Chumbuni pamoja na wananchi wana haya ya kuongea katika shughuli hii. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Jana tumefanya letu, tumemaliza, leo wamefanya lao, nao wanaendelea. Wamo kwenye muendelezo, nafikiri nao watamaliza salama. Mimi nimekuja kuwaunga mkono kwa sababu moja au mbili. Kwanza, wote wanatokana na chama changu cha Mapinduzi. Mbunge na mwakilishi wanatokana na chama changu cha Mapinduzi. Lakini kama haitoshi, ni jimbo rafiki na mimi. Mambo mengi ambayo mimi nayafanya ndani ya jimbo langu, basi nashirikiana nao hata kwa kunisupport. Na wao sasa wakifanya ya kwao, ndio maana na mimi unaniona nipo hapa kwa ajili ya kuwasupport yale ambayo wanafanya. Lakini mimi na wao ni mapartner na tunashirikiana kwa mambo mengi, sio haya tu. Lakini zaidi katika mambo ambayo yanahusu majimbo yetu, mengi tunakaa pamoja, tunapanga. Nashukuru kwa huu msaada nilopata. Mungu ambariki, atupe leo na kesho. Sasa tunaendelea na utaratibu. Wanajitahidi kadiri ya uwezo wao kuwatii wanachama wao pamoja na wanachama tofauti. Kwa hilo tunashukuru sana na tunapokea sadaka hii kwa ufanisi, na hasa ikiwa kesho ni sikukuu ya Eid al-Haji. Allah afanyie wepesi, tunamshukuru Mungu. Jina langu ni Mgeni Suleiman Nasr, mkazi wa Mpendae. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwanza ili kutufikisha mpaka sasa hivi, ikawa tuke hai na tuke wazima na tuke na pumzi. Sababu mpaka tukafika hapa, tukaitwa tukafika. Nashukuru alhamdulillah rabbil alamin, na nashukuru viongozi waliotukabili na waliotujua, ikawa tuko mpaka sasa hivi, wakatuta hapa tukaja tukaonana nao na wakatupa sadaka. Si haba, nashukuru Mwenyezi Mungu aondolee mazito yote, awajalie wepesi, awape baraka ya Rabbi, waingize kama walichokitoa basi kiingize kwa mara mbili. Kwa hivyo si haba, nashukuru, watukumbuke hapo na tukumbuke zaidi, watukumbukie na watoto wetu na vitu vyetu. Hizi ni juhudi za serikali katika awamu ya 8 chini ya kiongozi wetu na rais wetu wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kuhakikisha wananchi wanapata huduma stahiki na zilizo bora kupitia viongozi walioteuliwa. Mimi ni Mariam Khair, Leaders TV, uwajibikaji ni msingi wa maendeleo.